last week. Kwa hivyo Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na tunaposema upatanisho, ni ibada ambayo ilikuwa ni ibada ya muhimu sana kwa Wayahudi wa kipindi kile, na ni ibada ambayo iliheshimika sana. Ibada ya upatanisho haikuwa ibada ya kawaida, watu waliheshimu, na ilikuwa ni ibada iliyoshughulikia mahitaji kama mawili ya muhimu sana. Ibada ya upatanisho kwenye kanisa la kwanza ambalo liliongozwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Musa, ilikuwa ni ibada haingefanywa kama hamjafunga, lazima muingie fasting. Alafu pia haingefanywa ukiwa kazini. Ilikuwa ni ibada ambayo kunakuwa na holiday, taifa nzima kunakuwa na holiday, kwa sababu ni ibada kipekee na haifanyiki kila wakati, inafanyika tu mara moja kwa mwaka. Ndio maana ilikuwa ina lazimu ya kwamba lazima kuwa na holiday ili mtu yote asikosekane, kwa sababu ikipita utaipata next year 2027 ingelikuwa ni leo, na ikifika 2027 utaipata 2028 ndio itakuja. Na sasa ni ibada ambayo ilibeba uvuvio mkubwa sana wa kimungu, na ilibeba mabadiliko makubwa sana kwa taifa la Israeli ama kwa Wayahudi kipindi kile. Sema amina. Kwa hivyo lazima wale ambao mko na makampuni, ingewalazimu kupeana wafanyakazi off, ama hakuna kazi, kampuni zinafungwa. Na pia serikali inapeana holiday kwa watu wote wanaofanya na serikali, kwa sababu ni ibada special. Na alafu jambo lingine, ibada hiyo ilihitaji vitu vya muhimu sana, nataka uvisikia hapa. Cha kwanza, ilihitaji kuhani. Lazima kungekuwa na kuhani ambaye ataifanya ibada ile. Ilihitaji kuhani. Namba 1, ilihitaji kuhani ambaye ataiongoza. Tunafahamu ya kwamba ibada yote inapofanywa lazima kuwa na kuhani. Kama ni ibada ya kishetani, kutakuwa na kuhani wa kishetani. Kama ni ibada ya kimungu, kutakuwa na kuhani wa kimungu. Sema amina. Na kwa hivyo, kwa sababu ilikuwa ni ibada ya kimungu, ilihitaji kuhani wa kimungu ambaye atafanya upatanisho. Jambo la pili, ilihitaji kuhani ajitayarishe. Lazima ajifanyie matayarisho ya kwenda kufanya ibada ya upatanisho. Na matayarisho ya kuhani yalihitaji vitu 4 ama 3 vya muhimu. Namba 1, alihitaji kuoga. Alihitaji kuoga. Alafu namba 2, alihitaji kuwa na mavazi rasmi. Kulikuwa na nguo rasmi ambazo anavaa kwenda kufanya ile ibada. Ina maana huku kuoga si kuoga kwa kawaida. Tunafahamu ya kwamba mwanadamu asipooga atanuka kwa sababu ya jasho, si kwa ajili ya kona kidonda, kwa sababu ya jasho. Alafu pia tufahamu ya kwamba kuna watu wamebarikiwa na jasho, wako na neema kusweat. Kwa hivyo akisweat alafu masiku 2-3 bila kuoga, unajua kile kitatokea. Hiyo kafanya research, tukikutana utaniambia ulipata matokeo gani. Sema amina. Kwa hivyo kuhani alihitaji kuoga na hayo mavazi ya ukuhani. Na yale mavazi si bora mavazi, yalikuwa na rangi maalum, na zile rangi zilisimamia utukufu wa Mungu. Yalikuwa ni mavazi, si bora nguo nimevaa green na white na black. Hapana. Sasa hizi za leo pia zinafaa kwa ibada hii, lakini kwa wakati ule labda zingefaa. Sema amina. Tunaongea habari ya madhabahu. Kulikuwa na mavazi rasmi waliohitaji kuhani kuvaa. Anavaa lile vazi, alafu anaenda kwa ile ibada kuifanya. Hilo ni rangapi nimesema? Cha kwanza nimesema kuhani wa kufanya ibada. Cha pili nikasema nini? Anahitaji matayarisho. Na yale matayarisho nikasema ya kwamba anahitaji kuoga, alafu anahitaji mavazi. Kule kuoga si kuoga kwa kawaida, ni kuoga kirasmi. Kwa mfano, ndugu zetu Waislamu wakienda pale kwa msikiti, waga wanatawaza miguu, wanatawaza mikono, wanatawaza uso wakiingia pale kwa ibada. Awe ni mtoto mdogo, lazima atawaze. Swala la kutawaza liko kwenye Bible. Ilikuwa ni Wayahudi walikuwa wanafanya hivyo. Wayahudi walifanyaga hivyo. Kabla, ndio unaona kwamba Yesu alipoenda kwenye sikukuu, kwenye Pasaka ya Wayahudi, walikuwa na mabalasi. Not kwenye harusi ya Kana Galilaya, kulikuwa na mabalasi. Yale mabalasi yenye Yesu aligeuza maji yakawa divai. Kazi ya mabalasi, yalibeba maji ya kujitawaza wakiingia kwa ibada. Lazima watawaze waingie ndani.
ilikuwa kazi yake ni hiyo, lakini Yesu akabadilisha yale mabalasi yakawa divai. Kwa hivyo kuhani anahitaji nini? Mavazi rasmi. Sema amina. Sasa nataka twende moja kwa moja, nataka fungua nami kitabu cha Walawi mlango wa 16 kuanzia 32 hadi 34. Maandiko inasema na kuhani atakayetiwa mafuta na kuwekwa wakfu badala ya baba yake ataufanya huo upatanisho, naye atayavaa mavazi ya kitani, yaani yale mavazi matakatifu. Na tena si nyeupe, iko katikati. Tunaweza ita cream white, si ndio? Unaweza ita cream white, rangi ya kitani. Sasa kwa hivyo pole kwa wale wanaongeaga kuhusu mavazi ya Pastor Ezekiel. Ati pastor gani anavaa tu nguo nyeupe. Sasa angalia kanisa la zamani, Mungu alipenda sana kuhani avaa hilo vazi. Wakati mwingine Archbishop Harrison Ng'ang'a, kwa neema ya Bwana, nimesikia akifundisha habari ya mavazi ya makuhani ama mavazi ya madhabahu. Kila rangi kwenye madhabahu iko na maana yake, kila rangi. Asante. Sasa kuhani alihitaji kuvaa mavazi ya kitani, na pia umeambia kwamba aliyetiwa mafuta amekuwa odendi, mwenye ameodeniwa. Sasa leo utashangaa mchungaji anaombea watu kuwapaka mafuta na hajaipaka mafuta. Ni opposite. Yaani leo Paul unaombea watu wapako mafuta, hujaipaka mafuta baba, na unawapaka. Lakini kulingana na Bible ni mbio za vijiti, unapaka kama ulipakwa. Leo kuhani aliyepakwa mafuta kwa niaba ya baba yake, kwa sababu kwenye kanisa la kwanza uchungaji ulikuwa unapokezwa. Kama mzee atakuwa mchungaji, watoto wake ni lazima watakuwa mapasta, na hawataenda kutumika tu kwa sababu wamekuwa mapasta. Lazima wafanyiwe ordination, lazima ordeniwe, ama kwa lugha ya Kiswahili kusimikwa. Lazima asimikwe, apako mafuta. Kule kupako mafuta amepewa baraka ya ukuhani, amepewa baraka ya kukubalika na Mungu na watu, amepewa uwezo wa kusikilizwa na watu na kuheshimika. Sema amina. Kwa hivyo alihitaji kuhani, asante sana Kate, alihitaji kuhani ambaye amepakwa mafuta na amepokea. Sasa wale walikuwa napokezwa, unapewa na baba. Ndio unaona kwamba kila mchungaji lazima anainuaga wana, kama si mchungaji muasi. Wale waasi ndio wainuagi watu, maana alichomoka, alikata kanisa akakochomoka na watu. Kwa hivyo watakata, wanachomoka. Lakini mchungaji ambaye amepokezwa neema, amepokezwa mafuta, lazima pia atainua watu. Na mtu mwenye anainuliwaga na mwingine hajuagi kupigana na watu, anajua tu kupigana na shetani. Lakini aliyeasi yeye anajua kupiganaga na watu, hajui kupigana na shetani. Maana hata kule ametoka amepigana na baba yake akitoka. Na watu kama hao ni moto wa kuotea mbali. Ukiwaona wapishe, wapite waende, wakuache ukiendelea mbele. Sema amina. Kwa hivyo ndivyo vitu ambavyo vilihitajika. Tumeona hapo, umeona mavazi ya kitani. Point yangu ilikuwa ni kwa vazi la kitani ambao anahitaji kuvaa kuhani kwa ajili ya kufanya ibada ya upatanisho. Twende hapo chini. Hiyo nitaka uone vazi la kitani ni vazi la aina gani. Nitarudia. Na kuhani atakayetiwa mafuta na kuwekwa wakfu badala ya baba yake ataufanya huo upatanisho, naye atayavaa mavazi ya kitani, yaani yale mavazi matakatifu. 33. Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya patakatifu, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya hema ya kukutania. Asante. Aliyepakwa kwa niaba ya baba yake atafanya upatanisho. Ina maana ya kwamba kama baba yake angefanya. Ndio maana leo unaweza kuta kwamba askofu anaweza akatuma reverend aende kufanya ibada mahali fulani, ama labda reverend akatuma mtu mwingine kwenda kumwakilisha. Baba amemtuma aliyepakwa kwa niaba. Lakini wakati ule mtu hakuwa anatumwa, ulikuwa unafanya mwenyewe. Akipewa hayuko. Sasa hatuko, kwa hiyo tuko kwa hiyo ya chini. Atafanya upatanisho. Sema upatanisho.
atafanya upatanisho. Jambo la kwanza alikuwa afanya upatanisho wa nini? Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya hema kukutania. Hema anafanya upatanisho. Hema ni madhabahu, anapatanisha madhabahu na Mungu, ili kwamba madhabahu iwe na nguvu ya kupatanisha watu na Mungu. Anapatanisha nyumba ya ibada. Hema kukutania ni kanisa, na kanisa la kwanza dedication ilikuwa inachukua 14 days. Kila siku ni ibada ya upatanisho. Mtu ambaye nimesikia tu peke yake dunia yote, mimi siisikia mwingine, nimesikia tu kwa Bishop Lai. Kama kuna mwingine mimi siisikia, Bishop Lai tu ndio amewahi fanya dedication ya 14 days wakati amemaliza kujenga lile kanisa JCC Mombasa Bamburi. Alipomaliza alifanya siku 14 dedication. Nakumbuka kipindi hicho ndio mtumishi wa Bwana Neema Moipopo alikuwa amepata albamu yake, alikuwa ametoa albamu yake Tupate Wapi Mtu Kama Huyu Ambaye Mungu Anakaa Ndani Yake. Wimbo uliimbwa sana kwa sababu nilikuwa na yoche kwa TV japokuwa nilikuwa mbali. Kwa hivyo ilikuwa anafanya upatanisho, kupatanisha madhabahu na Mungu. Maana haya madhabahu yametengenezwa na mwanadamu na vitu vya kibinadamu ambavyo Mungu alipea mwanadamu kuvitumia, lakini vitu hivyo pia vinatengeneza madhabahu ya Bwana. Kwa hivyo ilikuwa afanye ibada ya upatanisho ili madhabahu nayo yapatanishe watu na mahitaji yao. Madhabahu yawe na uwezo, yawe na Mungu ambaye ni mwenye nguvu. Sema amina. Anapopatanisha madhabahu na Mungu ni kumleta Mungu kwenye madhabahu, ni kumkaribisha Mungu kwenye madhabahu, kumkaribisha Mungu kwenye ibada. Watu wakija ibadani wasimkose Mungu, wampate Mungu. Na wanapokuja pale sasa, chochote ambacho wamekuja nacho, chochote wameleta, basi madhabahu iwapatanishe na Mungu, iwapatanishe na mahitaji yao, majibu ya maombi yao. Sema amina. Na ndio unaona ya kwamba madhabahu hazifanani, na nguvu ya madhabahu si mapambo. Nguvu ya madhabahu ni Mungu, ni ule uwezo wa kiungu, ni ule uwepo, ile nguvu inayofanya kazi kwa madhabahu. Nguvu. Waganga hawashindani nguvu kwa majina, wanashindana nguvu kwa uchawi ambao ni madhabahu yao. Waganga washindani nguvu pengine waganga wana tabia kuoa mabibi wengi sana, lakini hawashindani nguvu kwa sababu ya wake wengi. Wanashindana nguvu kwa sababu ya ile kazi wanayofanya. Sasa na Mungu naye, madhabahu ya Mungu inapata nguvu kulingana ambavyo imeheshimika, vile imeheshimiwa, vile imetengenezwa rohoni. Wacha physically, hii ni nyongeza, lakini ya ndani ni ule uwezo wa kiungu ulio hapo. Naomba leo Bwana kupatanisha na baraka katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Sema amina. Sasa madhabahu ipatanishwe. Maana madhabahuni ni mahali pa watu kuleta matatizo, ni mahali pa watu kuleta shida, mahali pa watu kuleta maswali wapewa majibu. Madhabahuni si mahali pa kwenda kuchukua maswali, tunaenda kuchukua majibu. Na ndio maana Suleimani alipojua hilo, kitabu cha Mambo ya Nyakati mlango wa 6 pale ukisoma utaona Suleimani anasema hivi, wakati amemaliza kujenga, anamwambia Mungu hivi, watu wakiingia hapa kama wamekosa mvua, usikie maombi yao, ulete mvua. Kama kuna ugonjwa wa tauni, kama kuna magonjwa ya tauni, wakija kwa madhabahu wapate. Kama wamepigwa vitani, wakija kwa madhabahu wapate ushindi. Ugonjwa wa tauni unafanya kazi kama HIV. Manake Biblia inasema ya kwamba mtu alikuwa anakonda, anatapika na kuendesha. Unaona, HIV ina operate hivyo. Watu waga wanakonda na wanatapika na wanaendesha. Tauni. Kwa hivyo ugonjwa wa tauni ni ugonjwa ambao Mungu alikuwa amesema kwamba hauna dawa, na ndio aliyoutumia kupiga wa Misri wakiwa kule, ndio aliyoutumia kupiga mataifa mengine wakati wanapigana na Israeli. Kwa hivyo Bwana wa majeshi aliye mbinguni akataka madhabahu iwe na nguvu. Sasa Suleimani akasema kama watu ni wagonjwa, Wafalme pia 8, Wafalme wa kwanza 8:37. Hebu tusome hapo 8:37.
Wafalme wa kwanza 8:37 inasema, yes, ikiwa nchi imeingia njaa, naam, au tauni, yes, au ukosefu wa mvua, yes, au ukungu, yes, au nzige, yes, au panzi, yes, ikiwa adui wamewahusuru, yes, katika nchi ya maji, yes, yao, au ukiwepo msiba wowote, yes, au ule wowote. yes. Twende mstari wa 38. Inasema, maombi yoyote au dua yoyote ikifanywa na mtu awaye yoyote, yes, au na watu wako wa Israeli, yes, wote pamoja, yes, watakaojua kila mtu maradhi ya moyo wake, yes, na kuikunjua mikono yake kuielekea nyumba hii. Sema nyumba hii. Nyumba hii. Nyumba ya nini? Si ya kulala, nyumba ya ibada. Hayo ni madhabahu, anapatanisha madhabahu na Mungu. Huyo ni Suleimani anaomba. Twende 39. Inasema, basi uisikie huko mbinguni makao yako, ukasamehe, ukatende, ukampa kila mtu kwa kadri ya njia zake, wewe ujuae moyo wake, maana wewe peke yako ndiwe uijuae mioyo ya wanadamu wote. Asante. Unaona, Suleimani ametaja vitu, kukiwa na njaa, kukiwa na misiba, yani vifo. Wakati pengine watu wanakufa kwa kaunti, kwa kijiji chenu, wanakufa sana kwa mtaa. Tatizo alitatokea tu pengine kwa sababu tumepewa neti za kuzuia mbu, labda malaria ama kipindupindu kimekuja, watu wanakufa zigizaga, ama pengine kumekuwa na mauaji ya kupita kawaida. Kanisa la kwanza walijua suluhisho ni madhabahu. Kwa Suleimani akajua ili Mungu afanye lazima madhabahu iwe na nguvu. Amina. Ya mtu yoyote, yani sasa hiyo hajaweka kategori ya watu ya kwamba kategori ya watu fulani. Yoyote, awe ana pesa hana pesa, awe ni maskini tajiri, awe ni mfupi mrefu, awe ni mwembamba mnono, awe ni msomi asiyesoma, akiingia nyumba hii kuomba, Mungu kwa sababu amesema wewe ndiye ujuae mioyo ya watu. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba watu wanaweza kaa kanisani, pengine mchungaji usijue kile wanahitaji, lakini Mungu anajua. Sasa ili watendewe ni madhabahu iwe na nguvu. Sema amina. Yawezekana labda wengine hawajui kuomba sana, hawana maombi marefu, lakini kwa sababu madhabahu imepatanishwa na Mungu, madhabahu imekuwa dedicated, imededicatiwa, imewekwa wakfu, madhabahu ina nguvu. Sasa hata kama hawajui kuomba, madhabahu itaongea kwa niaba yao. Madhabahu itawawakilisha mbele za Bwana. Madhabahu itawakilisha mahitaji yako. Madhabahu itawakilisha kilio cha moyo wako. Na ndio unaona ya kwamba Hana alipojua nguvu ya madhabahu, hata kama mchungaji hakumuelewa, but Hana alijua nguvu ya madhabahu. Ndio unaona ya kwamba aliomba maombi different na watu wengine vile wanaombaga, mpaka mchungaji akasema, mama utakunywa pombe mpaka lini? Hana akasema, la bwana wangu, mimi sijanywa pombe mjakazi wako, lakini kama Bwana atanijalia mimi anipatie mtumwa wako mtoto wa kiume, hakika mimi naweka ahadi, huyo mtoto nikimpata nitamrudisha hapa kama sadaka. Alijua nguvu ya madhabahu, kwa sababu madhabahu inaandaliwa mapema kabla watu walete mahitaji. Madhabahu inatayarishwa mapema kabla watu waje kufesi madhabahu. Ndio maana makanisani tunaweka mbele sana maombi kando na stori zote. Ili waimbaji waimbe na upenyo ni maombi. Ili mhubiri aflow kwenye neno ni vile waimbaji wameimba. Maombi yameanza, waimbaji wakaja. Upendo usipende, shetani akataa kubali, lazima mbingu itafunguka na watu watabarikiwa. Sema amina. Sema amina. Kwa hivyo unaona ya kwamba hawa walijua. Sasa leo watu wengi hawajui ya kwamba lazima madhabahu ipatanishwe. Na hii ni kwa kila mchungaji ama mtumishi wa Bwana, ya kwamba ni jukumu la pasta kulinda madhabahu. Maana kumbuka ya kwamba ibada ni za Mungu zinafanywa, lakini Mungu anatumia watu kutakasa madhabahu. Kama mchungaji hawatalinda madhabahu, ni kumzuia Mungu asije kwa madhabahu. Na watu wakija kwa
kwa kanisa wataondoka na matatizo, wataingia na shida, watatoka na shida. Lakini madhabahu ikitayarishwa, watu wakiingia ndani watapokea majibu ya maisha yao. Sema amina. Naomba katika jina la Bwana majeshi, madhabahu ambayo unaitumikia, madhabahu ambayo Mungu amekuweka wewe unamwabudu Bwana, ikupatanishe na majibu ya maombi yako, ikupatanishe na kile unataka katika jina la Bwana majeshi aliye. Madhabahu ikupatanishe. Ushaona wakati mwingine ya kwamba kwa mfano this week, hata ni jana tu jana Thursday, kuna my daughter mmoja alipona hapa jana, kimiujiza mno sana. Maana wale waliyemwona akitembea ni kana kwamba amekutana na virungu, amepigwa virungu na sungusungu ama na polisi. Amepigwa virungu kweli, hawezi akatembea. Na mtu akipigwa virungu hawezi kutembea. Virungu zinapigwa hapa na hizi, wakigonga hii askari akikupiga hapo na kosa nguvu. Kwa hivyo shetani amegonga magoti, amegonga miguu. Yaani mtu aliyekuwa anatembea vizuri anashindwa kutembea mpaka anabebwa. Lakini alipoletwa kwa madhabahu, akakutana na Mungu wa madhabahu, alitoka akiwa mzima katika jina la Bwana majeshi. Sema amina. Maana madhabahu imepatanishwa, na ndio unaona ya kwamba usiwahi hukumu mchungaji yote yule. Pengine amesikia leo Sunday anataka aombe madhabahu, yani amesikia tu aombe apake madhabahu, hata kama anaweza ifanya every month. Labda hivyo ndivyo Mungu ametaka afanye, lakini kuna wakati fulani labda hatafanya kila mwezi, atakuwa anafanya labda after 2 years, after 1 year, after 6 months, after 7 months. Unaona ni kufanya nini? Ni kurenew nguvu ya Mungu kwa madhabahu. Sema upatanisho. Sasa naomba uelewe, tunapoongea kuhusu upatanisho, uelewe upatanisho kile ambacho ulichofanya. Hebu turudi pale kwa kitabu, turudi pale kwa andiko tulikuwa tunatembea nalo, Mambo ya Walawi. Turudi pale Walawi, turudi pale Mambo ya Walawi, Walawi 16 pale, tuwe pale. Sulemani akasema, Mungu sikia maombi ya mtu yoyote. Hebu weka mkono kichwani, sema Bwana sikia maombi ya mtu yoyote ambaye nitakutana na yeye. Mungu wa madhabahu uyasikie maombi yake katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Turudi Mambo ya Walawi pale tulikuwa tumesoma, alafu tutarudi pale tu. Kwa hiyo maombi ya Suleimani baadaye tutarudi hapo tena. Kuna kitu nataka tukione pale. 16:33 nasema, yes, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya patakatifu, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya hema ya kukutania, na kwa ajili ya madhabahu. Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya makuhani. Asante. Kidogo tukiwa kwa ajili ya makuhani. Sasa ukisikia neno patakatifu, kwenye kanisa la kwanza kulikuwa na patakatifu pa patakatifu, penye hakuna mtu angeenda, ni kuhani peke yake, na kulikuwa na madhabahu ya kupokea sadaka za watu. Ndio unasikia kwamba atafanya upatanisho pa patakatifu, yani patakatifu pa patakatifu. Yesu alipokuwa msalabani ndiye alivunja protocol. Maana kile mchungaji Musa walifanya na mchungaji Haruni ilikuwa ni picha ya Kristo Yesu kile atakuja kufanya. Sasa twende hapo chini, nimesema naye atafanya upatanisho kwa ajili ya makuhani na kwa ajili ya watu wote. Unaona wale makuhani junior, wale ambao wanainuka, makuhani junior, wale ambao wanainuka, wachungaji wadogo, pastor wa vijana, pastor hivyo, labda kama kuna pastor wa Sunday school. Kuna makanisa ambao yale makanisa yako na watu zaidi ya 1000 kwenda juu, utakuta kwamba Sunday school wako na pastor wao, teenagers wako na pastor wao, youth wako na pastor wao, alafu kuna senior pastor sasa ambaye labda kama ni askofu ama ni reverend, alafu unaona kuna wachungaji kadha wa kadha. Kwa hivyo ili wafanyike wachungaji wa hizo department lazima wapatanishwe na Mungu na madhabahu. Madhabahu iwatofautisha wao, si washirika sasa, wala sio viongozi wa department, ni mapasta, ni makuhani, hao ni wachungaji. Afanye upatanisho wa makuhani, makuhani na pia ya watu wote. Sasa ni washirika wa kawaida, wala ambao ni washirika, kuna ibada ya washirika wa kawaida.
lakini umesikia makuhani. Sasa huyu ni kuhani aliyetiwa mafuta. Tulianza pale ikasema kuhani aliyetiwa nini? Mafuta. Ndiye anafanya ibada ya makuhani wengine. Maana wale hawajapakwa mafuta, hata kama anaomba kama radi, hata kama anaweza itisha moto ukashuka, kama hajapakwa mafuta hawezi ruhusiwa akaifanya hii ibada. Hawezi ruhusiwa akapaka kuhani mwingine mafuta. Ni kuhani aliyepakwa. Ndio nikawaambia mwanzo leo wana wa Mungu, leo kuna maajabu, kuna vitimbi leo. Unashangaa mchungaji anahubiri ibada ya mafuta mpaka anapaka watu. Sasa ameenda zaidi, mpaka ingine anauzia watu, ila anataka nazi, yule watu wanauzia kwa sababu ni ibada ya nini? Ya mafuta. Ibada ya mafuta si makosa, lakini uifanye ibada ya mafuta ikiwa umepakwa mafuta. Lakini kama utafanya ibada ya mafuta na hujapakwa mafuta, hiyo huduma ni shortcut. Sasa mtu ataniuliza, mbona Mungu anatembeaga nikifanya? Hebu wacha nikuulize. Mbona Yesu aliruhusu Petero akakata mtu sikio alafu akaliregesha? Mbona Paulo anakutana na kijakazi mwenye anatabiri na ana roho wa pepo na anatabiri, anaona maono, mpaka anasema huyu mtu anapita hapa ni watumishi wa Mungu wanahubiri injili ya Mungu aliye hai, na ni pepo anaongea ndani, si Roho Mtakatifu? Mbona Kora aliingia katikati ya Musa akagawanya kanisa vipande viwili? Kora akawa na washirika wake, Musa akawa na washirika, na bado Mungu alikuwa na muochi tu. Mbona Mungu aliruhusu? Mungu alimruhusu na akafanya. Kora akawa na, lakini siku moja sasa Mungu akaleta utofauti. Alipoona Kora amezidi, akamwambia Musa, nenda mwambie Kora kesho nitakuja kuwatembelea. Kila mtu ajipange na washirika wake. Kora washirika wake na Musa washirika wake. Biblia inasema Mungu alifungua ardhi. Kumbuka Kora amekuwa akifanya vitu na wamo ndani. Mungu mbona mpaka ifike hapo Kora agawanyishe watu alafu ndio Mungu take action? Mbona ifike hapo ndio Mungu achukua hatua? Kwa hivyo Bwana asifiwe. Sema amina. Sasa angalia, kwa hivyo kama hujapakwa mafuta, mtu wa Mungu, haufai kufanya ibada ya mafuta kulingana na Bible. Kama vile tunasoma maandiko, kitabu cha Malaki unafundisha mambo, fungu la 10 inasema hivi. Usisome hiyo Malaki kuanzia mstari wa 9, ama unaweza anzia 8, unaweza anzia 7 kuendelea. Inasema ya kwamba mmekuwa wezi, mnanibia zaka na dhabihu. Leteni chakula kwenye ghala kiwemo, leteni zaka kamili kiwemo chakula. Unaelewa? Sasa huyo Mungu anayesema ya kwamba wale wasiotoa fungu la 10 ni wezi na wanyang'anyi, na akasema wamelaaniwa. Wakati unasimama na ubiri ile andiko na watu wanabarikiwa, pia kumbuka ya kwamba Biblia inasema ya kwamba ukipaka watu mafuta, umepakwa na kuhani aliyepakwa. Sio ununue ukuje kupakwa. Hapana. Kuna watu ni wajanja kweli, ananunua alafu ndiye apakwe. Hapana, sio hiyo. Lakini haisemi ununue. Hapana, kuhani uliye chini yake ndiye alikuwa na uwezo wa kuandaa hiyo ibada ya mafuta. Sema amina. Sema amina. Kwa hivyo tunaongea kuhusu upatanisho. Sema upatanisho. Okay, twende pale chini, tumeona sehemu ya kwanza hiyo. Tuendelee 34. Inasema na amri hii itakuwa amri ya milele kwenu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya wana wa Israeli kwa sababu ya dhambi zao zote, mara moja kila mwaka. Naye akafanya vile kama Bwana alivyomwamuru Musa. Hiyo tu sehemu ya mwisho inasema ya kwamba mara moja kwa mwaka, naye atafanya vile kama Bwana alivyomwamuru Musa. Unaona, anayefanya ibada ya upatanisho si Moses, maana Moses alikuwa ni nabii. Yeye alikuwa nabii na Mungu akamwambia tena ya kwamba atakuwa Mungu mdogo. Wale wanafanya ni makuhani ambao ni mapasta leo. Sasa tutawaita wachungaji, ama tutaita askofu, tutaita bishop. Wakati huo hao ndio unasikia Mungu vile Bwana alivyomwamuru Musa, wafanye vile Mungu alimwamuru Musa afanye. Kwa hivyo anachokifanya ni kile Bwana amenena kwa kinywa cha Musa. Kila mwaka inafanyika mara moja.
Ndio kwenye utangulizi wangu nikasema kwamba ibada ya upatanisho ilikuwa ni ya mara moja kwa mwaka. Kwa hivi kikupita hautaipata tena. Alafu Bwana alikuwa amesema hivi. Kama mtu atahepa wacha niweke vizuri. Kama mtu atakosa ibada ya upatanisho na ijulikane ya kwamba hakuhudhuria ibada ya upatanisho, sharti ilikuwa ni moja: atatengwa na watu wake na atauawa. Mambo mawili. Mungu anamtenga na Wayahudi ama na Waisraeli, anamtenga na taifa la Israeli. Namba 2, anauawa. Kwa nini? Hajatii Mungu anayeabudiwa ndani ya Israeli. Hajatii Mungu ambaye amewatoa kwenye nchi ya mateso na utumwa wamtumikie. Kwa hivyo Mungu akasema kama mtu hatahudhuria ibada atengwa. Akasema mtu huyo, Mungu alisema hivi, mtu huyo nitamtenga na watu wake. Atamtenga na watu wake, naye atauawa. Atamtenga. Kwa hivyo ilikuwa ni ibada ambayo ikipita haiwezi rudi tena. Haiwezi rudi. Kwa hivyo watu waliheshimu sana. Naomba ya kwamba ibada ambayo unamfanyia Mungu, yaani kuwa na vitu kwenye moyo wako ya kwamba unaweza ukakosa vitu vyote lakini usikosa ushirika na Mungu. Hiyo ni ibada ambayo ilileta ushirika wana wa Israeli na Mungu. Ni ibada ambayo ilileta uhusiano mzuri uliopotea wana wa Israeli na Mungu, na uliopotea kati ya mtu na mtu, kati ya watu na viongozi wao, kati ya watu na jamii zao. Ibada hii waleta pamoja. Wakati wanapatanishwa na Mungu, wengine wanapatanishwa na marafiki zao. Sema amina. Naomba leo, labda kuna mtu umepoteza kwenye maisha ambaye kwa njia moja ama nyingine amewahi tumiwa na Mungu kubadilisha maisha yako mahali. Amewahi tumiwa na Mungu kuleta kicheko ndani yako. Amewahi tumiwa na Mungu kuleta tabasamu. Naomba this year na this month Mungu akupatanisha naye tena katika jina la Yesu. Labda kuna watu kwenye ulingo wa biashara, kwenye ulingo wa kisiasa wamepotea. Labda kuna watu ambao walikupea ahadi. Kuna mtu alikuahidi, kuna mtu ulisimama naye kwa maombi na akasema akifanikiwa lazima atakukumbuka, na kweli akafanikiwa, lakini ghafla binivu akasahau. Naomba Bwana kupatanisha naye katika jina la Yesu. Ibada hii ilipatanisha watu na vitu vikubwa vya kimungu. Nami naomba 2026, hii miezi imebaki, Mungu akupatanisha na vitu vya maana kwa jina la Bwana. Mungu akupatanisha na hatima maisha yako. Mungu akupatanisha na watu ambao wataleta basamu juu ya maisha yako. Sema amina. Upatanisho. Kwa hivyo naomba ufunguke macho ndio uone umuhimu wa ibada yenye Mungu alisema ya kwamba inafanyika ni kwa mwaka mara moja. Ikishapita hakuna tena. Hakuna mwezi wa 7 mara 2 kwa mwaka. No, hakuna. Mwezi wa 7 ni moja. Kwa hivyo ikipita mwezi wa 7 imeisha. Wakorintho wa 2:5-19. Sasa hii ibada ilikuwa ni kivuli cha kile Yesu atakuja kufanya kwenye kanisa la leo. Ilikuwa ni picha ya kile Kristo atakuja kufanya. Wakorintho wa 2:5-19. Hebu tusome. Inasema yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akaupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Asante hapo. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Vile Mungu ako ndani ya Moses na Haruni anapatanisha wana wa Israeli na yeye. Sasa ilikuwa ni picha. Ndio unasikia Biblia inasema ya kwamba mambo ya Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Sasa Agano Jipya ndio mtu mwenyewe. Hichi hapa, kwa vile mataa hapa ni mengi, kivuli changu kinakuwa mara 3. Hichi ni kivuli, mimi huyo mmoja. Hichi ni kivuli na hichi hapa ni kivuli. Vyote vivuli hivi, maana taa ni nyingi. Sasa kivuli chako ni picha ya Agano la Kale. Aidha vivuli vyako vitatoka viwili, vinamaanisha kwamba hata kama kulikuja Joshua akatoka, kukaja Samsoni akatoka, kukaja waamuzi wakatoka, akaja Samueli akatoka, wakaja manabii wengine wakatoka. Ni vivuli tu vinabadilika, lakini mwili ni Yesu mwenyewe. Sema amina. Ya kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Alikuwa ndani ya Kristo Yesu akipatanisha wanadamu na yeye.
Vile Musa alipatanisha wana wa Israeli wakiwa na Haruni, vile Haruni na watoto wake, vile makuhani wa kwanza walipatanisha watu wa Mungu na madhabahu, ndivyo Yesu anapotupatanisha sisi kizazi hiki cha agano jipya na Mungu wa mbinguni aliye hai. Sema amina. Sema amina. Yaani Yesu alikuwa, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Kwa chochote Yesu alikuwa anafanya ni Mungu anafanya mwenyewe. Amepunguza tu utukufu wake ili amkaribie mwanadamu aliyepotea, amlete karibu na yeye. Waisraeli walitumia vitu kadha wa kadha kufanya upatanisho. Sikiza hii point. Sikiza hii. Sasa upatanisho ulilenga nini? Hitaji la upatanisho lilikuwa ni nini? Hitaji. Maana kama kulikuwa na ibada ya upatanisho lazima ilikuwa na hitaji. Hitaji lake ilikuwa ni nini? Hitaji la upatanisho ilikuwa ni nini? Sema Bwana Yesu. Naomba hitaji langu leo likubalike mbele zako katika jina la Yesu. Hitaji la upatanisho ama sababu ya kufanya ibada ya upatanisho ni nini? Sababu ya kufanya upatanisho ilikuwa ni kuondoa dhambi ndani ya wana wa Israeli. Na kwenye kuondoa ile dhambi kuna vitu walihitaji. Ilikuwa ni kuondoa dhambi kwa wana wa Israeli. Na ndio maana Mungu akataka iwe ibada moja ambayo watu watakuwa na mzigo nayo, wawe na mzigo na hiyo ibada kwa mwaka mzima. Labda pengine kuna mtu amebackslide, pengine kuna mtu ameacha huduma, lakini ifikapo mwezi wa 7, ikifika mwezi wa 7 lazima watu watafanya ibada upatanisho, watu wataregeshwa. Sababu ilikuwa ni kuondoa dhambi. Dhambi iondoke kwa wana wa Israeli. Na tunapoongea dhambi, watu wa Mungu, dhambi si usharati tu. Dhambi si wizi. Kuna watu wengi wanajua tu dhambi ni usharati, dhambi ni kutoa mimba, dhambi ni kutukana watu, hata kuchelewa ibada ni dhambi. Yes, Anania alikufa kwa sababu mke wake alikufa kwa ajili ya kuchelewa. Labda angekuja mapema angeona, angetubu, lakini mke wake alichelewa, akapata bwana amekufa, na mama naye akaambia miguu iliyozika bwana wako ndio ile pale, na mama akapelekwa kuziko. Kwa sababu gani? Maana aliona, hakuona bwana wake pale, mwanaume ametangulia kufa. Petero akamwambia hii miguu ndio imezika bwana wako, hii ndio mliuza kiwanja, hii ndio thamani ya pesa. Akasema ndio, hiyo ndio tumeuza. Lakini ukweli ni kwamba walikuwa wameficha pesa. Na Petero akamwambia mbona mnamdanganya Roho Mtakatifu? Mbona shetani mwajaza? Kwa hivyo dhambi, hata kuchelewa ibada ni dhambi, hata kulala bila kuomba ni dhambi, hata kukula bila kuomba ni dhambi. Dhambi Kwa hivyo ilikuwa ni kushughulikia dhambi, kwa sababu dhambi ndio chanzo cha mwanadamu kukosana na Mungu. Dhambi ndio chanzo cha mwanadamu kupoteza uhusiano wake na Mungu. Dhambi ndio chanzo cha mwanadamu kuwa adui wa Mungu. Na Mungu ameumba mwanadamu kwa mfano wake, lakini dhambi imeleta uadui. Kwa hivyo Mungu alikuwa ndani ya Kristo Yesu akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, nafsi ya Mungu. Mungu akubali mwanadamu kwa nafsi yake kupitia Kristo. Vile Israeli walipatanishwa na Musa na Haruni kwenye madhabahu, ndivyo Yesu kwa kifo chake tunapatanishwa na Mungu aliye mbinguni. Sema amina. Naomba Bwana akupatanisha leo katika jina la Bwana majeshi. Bwana akupatanisha leo kwa damu ya mwana kondoo. Sema amina kubwa. Tusome Hesabu 29 mstari wa 7 hadi wa 11. Maandiko inasema, yes, tena siku ya 10 ya huo mwezi wa 7 mtakuwa na kusanyiko takatifu, nanyi mtazitesa nafsi zenu, msifanye kazi yoyote ya utumishi, lakini mtamsongezea Bwana sadaka ya kuteketezwa kwa harufu ya kupendeza, ng'ombe mume mdogo mmoja na kondoo mume mmoja na wana kondoo waume
wa mwaka wa kwanza 7 watakuwa wakamilifu kwenu, pamoja na sadaka zake za unga mwembamba usiochanganywa na mafuta, sehemu ya 13 kwa hiyo ng'ombe. Hebu turudi hapo 7 kidogo. Rudi hapo, kuna kitu kiko hapo nataka kuzungumzia. 7 inasema tena siku ya 10 ya huo mwezi wa 7 mtakuwa na kusanyiko takatifu, nanyi mtazitesa nafsi zenu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Asante. Kiko mstari wa 8 hapo. Lakini mtamsogezea Bwana sadaka ya kuteketezwa kwa harufu ya kupendeza, ng'ombe mume mdogo mmoja, na kondoo mume mmoja, na wana kondoo waume wa mwaka wa 7, mwaka wa kwanza wa 7, watakuwa wakamilifu kwenu. Hebu angalia namba 77. Bwana akasema kwa hiyo ibada sasa, ili dhambi iondoke, walihitaji sadaka ya kumwaga damu. Ninaposema sadaka, usipelekee pesa yako kwa wallet please. Mimi nafundisha toa mbakili kwa sadaka yako. Sasa walihitaji sadaka. Unaona kwamba sio pesa, ilihitajika mnyama, na tena mnyama si mnyama wa kike, dume. Huyu mnyama dume alisimamia Yesu. Huyu mnyama alihitaji achinjwe, amwage damu. Lazima angechinjwa, amwage damu. Unasikia kwamba mwenye hana kasoro. Tena unaambia kwamba mnyama ambaye anapendeza, ambaye atakuwa harufu ya kupendeza. Unaona Yesu alipobatizwa, alipokuwa anatoka ndani ya maji, maandiko yanasemaje? Mbingu zilifunguka zikasemaje? Huyu ndiye mwanangu mpendwa nipendezaye naye, msikilizeni yeye. Mwanangu mpendwa nipendezaye naye. Yohana amebatiza Wayahudi, amebatiza Mafarisayo, Masadukayo. Hakuna siku mbingu imefunguka ikaongea. Lakini mara tu Yesu ameingia ndani ya maji, ametoka, sauti ikatoka mbinguni, mbingu zikafunguka, njiwa akatua, ama Roho Mtakatifu akatua kwa njia ya njiwa, akatua juu ya mabega na mbingu zikafunguka. Sauti ikasema, huyu ndiye mwanangu nipendezwaye naye, msikilizeni yeye. Sasa Yesu ndiye huyu kondoo ambaye anatajwa hapa. Huyu Yesu ndiye kondoo. Hapa kwenye Agano la Kale walitumia mnyama, walitumia ng'ombe na kondoo dume. Ilikuwa inaongea Yesu Kristo ambaye ni mwanaume, ambaye malaika anamwambia Mariamu, utapata mimba, utazaa mtoto wa kiume, jina lake ataitwa Yesu. Huyu atakuwa mkombozi wa ulimwengu. Huyu sasa, vile Wayahudi wangechinja kondoo, damu imwagwe, damu itumike kupatanisha watu, kwa sababu kuna aina ya dhambi iliyo lazimu mtu apako damu kwa sikio, alafu na kidole gumba, anapakwa kidole gumba cha mkono na cha mguu, alafu ingine anapakwa kwa sikio. Alafu sasa kuna mnyama ambaye alihitaji achomwe. Sasa hapa wanachoma hii sadaka, ishachinjwa, ikimwaga damu, damu ikitumika kwenye kile imehitajia kufanya, nyama yake inachomwa, harufu inaenda mbinguni, na Mungu anasikia harufu, anafurahi, huyo mtu anasamehewa. Na ndio unaona kwamba kwenye kifo cha Yesu alipokuwa msalabani, wakati alipokuwa nakata roho, walisema huyu mtu kweli ni mtakatifu wa Mungu. Na ghafla kuanzia saa 6 mpaka saa 9 kulikuwa na giza, na Biblia inasema kwamba makaburi ya watakatifu yakafunguka. Huo ni ule uzuri, vile kondoo alipeleka harufu juu, vile wale mifugo wangechinjwa wakachoma harufu kale. Ule ni utukufu wenye Mungu alikuwa unamrudia kwa kile Kristo amekuja kufanya. Vile wanyama walitumika kutoa upatanisho kwa sadaka zao, ndivyo Yesu naye kama sadaka iliyo hai tunapatanishwa na Mungu. Sema amina. Hebu soma nami kitabu cha Waibrania. Soma nami kitabu cha Waibrania mlango wa 10 mstari wake ule wa 4. Waibrania 10:4. Maandiko inasema, maana haiwezekani
damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Unasikia? Hebu anza pale juu, rudia. Inasema, rudia pale tumeanza. Mstari wa 4. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Anaongea kuhusu Agano la Kale. Mbuzi walitumika dhambi iondoke kwa wana wa Israeli. Dhambi ikuondoka. Licha sadaka zote zile walitoa, hazikuleta wokovu, hazikuleta upatanisho, hazikuleta mwanadamu kupatanishwa na Mungu. Hazikuweza. Walitoa ng'ombe, wakatoa mbuzi, ila tu kwa sadaka ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo aliye hai, hapo ndipo tulipata upatanisho. Sema amina. Amina. Haiwezekani. Ndio maana Petro akasema ya kwamba, Petro anasema hivi, sikiliza, hamukununuliwa kwa vitu vinavyoharibika kama vile dhahabu na fedha. Petro akasema hivyo, lakini mumenunuliwa kwa damu ya thamani isiyoharibika, isiyo na mawaa, ya mwana kondoo. Sisi ni mali ya Mungu. Anaambia hivyo kanisa, ya kwamba wajue wanapoishi wao ni mali ya mtu. Hawajanunuliwa kwa pesa ya mtu vile watumwa wananunuliwa gamba vitu, watu wananunuliwa mifugo, kununua ng'ombe, kununua shamba. Wamenunuliwa kwa sababu ya damu ya Yesu. Mungu ametumia damu ya Kristo Yesu kuwanunua. Lakini hapa tunaongea kuhusu upatanisho, ya kwa maana mafahari, kwa maana haiwezekani damu ya mafahari na mbuzi kuondoa dhambi. Haiwezekani. Fahari ni beberu. Maana walichinja mabeberu, maana fahari ni mbuzi ama kondoo dume, ndiye anaitoka fahari. Pia tunaweza ita ng'ombe fahari wa ng'ombe dume. Ng'ombe mkubwa kuliko wengine ndiye inatokea, yaani ni dume anashinda dume wengine. Na ukasikia pale amesema ya kwamba lazima awe mbuzi wa miaka 7, awe mnyama wa miaka 7. Yaani Mungu alikuwa analenga namba 7. Naomba leo katika jina la Yesu Kristo, kama kuna kitu kinakuhukumu kwa ibada ya leo, kiondoke kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama kuna kitu kinahukumu ya kwamba hujawahi samehewa, nimekuja nikutangazia kwamba Mungu akisamehe anasamehe forever. Sema amina. Natangaza kwamba dhambi yako ukiamini Yesu Kristo inafutwa milele. Mungu akikusamehe anakusamehe milele. Anakusamehe milele. Akikusamehe maisha. Naomba Bwana alete kitu kwako leo. Hebu tusome ndio. Twende. Mstari wa 5 inasema, Mungu alete kitu kipya kwako leo. Yes. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Mwili alimwekea tayari, yani mwili wa Yesu Kristo. Twende. Mstari wa 6. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa. Huyo ni Yesu. Sadaka za kuteketezwa hukupendezwa nazo. Yani Paulo ndiye anaongea haya maneno, lakini kumbuka ya kwamba mtumishi wa Mungu anapoongea ni Yesu anaongea ndani yake. Ni Yesu anaongea. Hakupendezwa na dhabihu za kuteketezwa. Hakupendezwa nazo hizo. Lakini akasema kwamba ndipo niliposema, tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa niyafanye mapenzi yako. Ni nani ameandikiwa? Ni Yesu. Ndiye ameandikiwa. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, lazima azaliwe, lazima ateswe, lazima uawe, lazima akufe, lazima azikwe, lazima afufuke, alafu aende mbinguni tupate ushindi. Sema amina. Alikuwa ameandikiwa. Kwa hivyo kile Yesu alikuwa anafanyiwa sio kigeni, kilitabiriwa mapema. Daudi akasema hivi, mateso mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya naye yote, wala haukuvunjika mfupa wake hata mmoja. Ukiangalia hapo unaweza ona ni kama Daudi anizungumzie. Hapana, Daudi alikuwa anaongea unabii wa Yesu.
kile Yesu atafanyiwa. Watamtesa, lakini hakutavunjwa mifupa. Kwa sababu gani? Kwenye Torati ilikuwa imeandikwa hivi: ukipatikana we ni mzinzi, ukipatikana umeiba, kuna dhambi ambayo ilikuwa ina lazimu uchomwe na moto, na kulikuwa na dhambi ya kusurubiwa kwa msalaba, na kulikuwa na dhambi ya kupigwa na mawe. Hautasurubiwa, hautachomwa na moto, unapigwa na mawe mpaka unakufa. Hiyo ni Biblia inasema hivyo. Lakini kulikuwa na dhambi ambayo ilihitaji usurubiwe, na ukiwa juu ya msalaba unavunjwa mifupa. Manake makaburi ya zamani ilikuwa ni mapango, watu wanaingizwa ndani na wanafunika jiwe. Tunamuona Yesu vile alizikwa. Tunamuona Yesu vile alizikwa. Tunaona Elisha amekufa, amezikwa. Ndani ya kaburi ya Elisha wanaweka mtu. Inakuonyesha ya kwamba kaburi aliyozikwa Elisha haikuwa imefunikwa, mpendwa, ilikuwa wazi, ni pango. Ndio maana Abrahamu alipata ufunuo wa kununua shamba la kuzika familia yake, ili azike watu wake tofauti na tamaduni za watu wengine vile wanafanya. Ibrahimu ndio tajiri wa kwanza kununua shamba la makaburi peke yake. Maana kama askari peke yake alikuwa over 300 wafanyakazi. Askari, hapana wafanyakazi, masoja zaidi ya 300. Kwa hivyo tunaona ya kwamba asante Roho Mtakatifu, Elisha anatupwa ndani ya kaburi. Elisha anafanya nini? Elisha ametupwa ndani ya kaburi, ameoza ama amezikwa ndani ya kaburi, ameoza, imebaki skeleton, mifupa. Askari wanaenda vitani, mwenzao anauawa, wanamchukua, wanamtupa ndani, jamaa anafufuka. Maana Elisha alikufa na upako wake. Kwa hivyo Daudi anaposema kwamba mfupa haikuvunjika, alikuwa anaongea habari ya Kristo Yesu. Maana Yesu alipokuwa msalabani kwenye wezi watatu, Yesu alikufa mapema. Alikufa mapema kabla ya wale wezi wengine. Kwa wakija yeye alikata roho mapema. Wakija kuwavunja miguu, wakati wanavunja mifupa, Yesu ashakata roho. Na ilikuwa ni kwamba ukishakata roho hautavunjwa mifupa. Lakini Yesu alikufa mapema kabla kwa sababu ilikuwa imeandikwa hatavunjwa mfupa, atateswa. Mateso yake ni mengi, lakini Mungu atamuokoa naye kwa sababu atakata roho mapema. Maana kifo cha Yesu si kwa binafsi yake, alikufa kwa niaba yetu. Ndio maana Maandiko yanasema ya kwamba tumebatizwa kwenye mauti yake. Yaani wao kibatizwa kwenye maji mengi, kile kitendo cha ubatizo kinawakilisha kifo cha Yesu. Vile Yesu alikufa akafuka, inamaanisha kwamba tunazika matendo ya zamani, tunazika sigara, tunazika bangi, tunazika pombe, tunazika usherati, tunazika umalaya, tunazika tunafufuka na Kristo. Biblia inasema ubatizo ni kufa na Yesu na kufuka. Wacha wakupakwa na maji, mnapakwa kwa msalaba. Kwani wewe ni ukuta wa nyumba? Ama wewe ni bana? Ubatizo wa Bible ni ubatizo wa maji mengi, si wa kuchora. Kwa hivyo naomba ufahamu ya kwamba anayezungumziwa hapa ni Yesu. Ndiye anayezungumziwa. Ya kwamba alikuja ili afanye mapenzi ya nani? Mapenzi ya Baba ama mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni kwamba lazima ateswe, lazima asurubiwe, lazima atoe damu. Vile mifugo walikuwa natoa damu, lazima uawe. Maana mbuzi walikuwa na uawa, ng'ombe na uawa, kondoo zilikuwa zina uawa, ili Mwisraeli apate msamaha. Kwa hivyo na hapa lazima Yesu angekufa ili tupate msamaha. Naomba ya kwamba hiyo laana ya kwenu iondoke juu ya maisha yako katika damu ya mwana kondoo. Natangaza ya kwamba kwa damu ya mwana kondoo na kwa kifo cha mwana kondoo umesamehewa. Sema haleluya. Umesamehewa. Hata kama alikujua kama malaya, wanakujua kama jambazi, wanakujua kama tapeli, mtu hatari tapeli, lakini wakati umeokoka tu umesamehewa na unapatanishwa na Mungu. Leo mbingu ishughulikie dhambi ya wazazi na kutesa. Maana kuna watu wanateswa na vitu vya wazazi. Naomba mbingu vishughulikie katika jina la Bwana Mwenyezi aliye hai. Kuna watu wanateswa na vitu vya babu. Hebu hiyo Ibrania tumesoma hapo
tumesoma huo mstari wa 7. Hebu soma huo, soma mstari wake huo. Hebu soma wa 8. Wasahiri Adonai. Inasema hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka wala hukupendezwa nazo, zilitolewa kama ilivyoamuru Torati. Mstari wa 9. Hakupendezwa, lakini zilitoka kwa sababu ya sheria ya Torati, ilikuwa lazima. Kwa hivyo pia ilikuwa ni sheria ya neema, lazima Yesu ateswe, lazima afe kama sadaka iliyo hai. Yesu ni sadaka iliyo hai. Yeye ni sadaka ya Mungu. Yesu ni dhabihu ya Mungu, imetolewa kwa sababu ya makabila yote. Mimi na wewe tukitoa sadaka inaweza kusaidia ndugu zangu, ikasaidia watoto wangu na mke wangu, pengine na mashemeji zangu ama na wazazi. Lakini Yesu sadaka yake inasaidia mataifa yote, makabila yote, watu wa lugha zote, watu wa aina yote. Sema amina. Ni sadaka ambayo imepimwa, ikahakikishwa inatosha. Inatosha kwa kila aaminie. Kama iseme hapo, ndivyo nikasema, tazama nimekuja niafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Aondoa la kwanza lipi? Agano la kwanza lile ambalo lilisema ya kwamba lazima ulete mbuzi kanisani, alafu kuhani anamwekea mkono kwa kichwa. Kuna vitu Yesu aliondoa na kuna vitu Yesu alivifanya viwe imara zaidi. Amina. For example, mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu asingeruhusiwa kwenda kanisani. Mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu asingeruhusiwa hata kusalimia watu wengine ambao hawako kwenye hali hiyo. Lakini tunamwona mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu kwa miaka 12 anagusa vazi la Yesu, anapona. Hii alikuja kuondoa. Inakuonyesha kwamba Yesu ni mvunja desturi na muondoa desturi. Kwa hivyo amekuja kuondoa la kwanza na kuleta la kusimamisha la pili. Agano la kwanza lililosema ya kwamba lazima kuwa na ng'ombe dume, lazima kuwa na kondoo dume, ndiposa usamehewe. Kukaja agano linasema ya kwamba aaminie na kuokoka ana uzima milele. Agano linasema hivyo. Agano linasema ya kwamba mtu hata hukumiwa kwa dhambi ya mtu mwingine, mtu atahukumiwa kwa dhambi yake mwenyewe. Amesema kitabu cha Ezekieli ya kwamba hii methali itaondoka, ya kwamba baba walitenda dhambi, wazazi, baba wamekula zabibu mbichi, alafu watoto wanatiwa ganzi meno yao. Mungu akasema methali lazima iondoke. Akasema roho itendao dhambi ndiyo itakayokufa, lakini roho isiyotenda dhambi haitakufa. Ina maana kama mtu amekataa kuacha dhambi, amekataa kubadilika, amekataa kuokoka, atahukumiwa kama yeye. Lakini aliyemkubali Yesu na kulikubali agano jipya, agano la pili, hukumu ya dhambi si sehemu yake. Huyu amekuwa kiumbe kipya. Paulo amesema hivyo. Muulize Paulo atakwambia, amesema hivi, mtu akiwa ndani ya Kristo ya kale amepita, amekuwa mapya. Kwa hivyo agano la kale la kwenu linasema hivi, agano la kwenu, kila mtoto wa kiume lazima mlevi, firstborn. Agano la kwenu linasema kila mtu anaolewa kwa hiyo boma ataolewa atarudi, ama ataolewa mara 3 mara 4 ndiye atulie kwa ndoa. Lakini kwa agano hili ambalo alisimamisha linasema tukiwa ndani yake sisi ni washindi zaidi ya washindi. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye kinyume chetu? Hakuna tena. Sema amina. Naomba Bwana kupatanisha na kile unataka leo katika jina la Bwana majeshi aliye hai. Daudi akasema huhifadhi mifupa yake, haukuvunjika hata mmoja. Natangaza mifupa yako haitavunjwa katika jina la Bwana. Maisha yako hayatavunjwa kwa damu ya mwana kondoo. Anga yako haitavunjwa, maono yako hayatavunjwa, ndoto yako haitavunjwa, biashara haitavunjwa, kazi yako haitavunjwa, masomo ya mwana hayatavunjwa, huduma yako haitavunjwa. Sema power. Ndio, katika jina la Bwana majeshi aliye hai. Hebu nisomee Zaburi 30:20. Inasema huhifadhi mifupa yake,
haukuvunjika hata mmoja. Uovu utamuua asiye haki. Achia. Uovu utamuua nani? Asiye haki. Maana pale msalabani kulikuwa na wasio haki. Wale waliuawa na wakavunjwa mifupa, lakini Yesu hakuvunjwa mifupa. Ndio maana hata kwenye kufuka kwake hakuhitaji daktari. Dota labda wangeuliza, kuna daktari angalia mguu wa kushoto kama pengine ako na damage kidogo, ndio pengine Wayahudi wakitokea anaweza akakimbia mbio. Walihitaji kweli? Hawakuhitaji. Jamaa aliamka tu siku ya 3 na kuanza kutembea tu, sanda na nini vikabaki ndani ya nini, ya kaburi, maana hakuvunjwa mfupa hata mmoja. Sema amina. Ninatangaza kwamba hautavunjwa katika jina la Yesu. Wewe si msemo ya kuvunjwa kwa damu ya mwana kondoo. Sema upatanisho ni nguvu ya msalaba. Sema upatanisho ni nguvu ya wokovu katika jina la Yesu. Tusome Waebrania 9:12. Maandiko yanasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Aliingia mara ngapi? Na ili ibada ilikuwa inafanyika every year mwezi wa 7. Every year mwezi wa 7. Ili ibada wakati ili Waisraeli wasamehewe. Lakini kadri walivyofanya, dhambi lizidi kuwa nyingi zaidi. Lakini angalia, inasema ya kwamba ye aliingia mara moja tu. Mara moja, si mara mbili. Aliingia mara moja na akatoka. Hakuingia mara mbili. Lakini kuhani alikuwa anaingia, na kama ataingia akiwa na makosa atakufa. Na ndio maana Masadi ilikuwa inasema ya kwamba lazima atatoa sadaka yake mwenyewe. Huyo kuhani lazima alihitaji sadaka ngapi? 2. Alihitaji mbuzi na ng'ombe. Alihitaji kondoo dume na ng'ombe dume, kwa sababu ya dhambi zake mwenyewe. Before afanye ibada ya kupatanisha wengine, alihitaji kutoa sadaka kwa ajili yake mwenyewe, yake binafsi, kwa sababu huwezi bebea watu mizigo yenye wewe yako yenyewe imekushinda. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba inasema hivi, mtu asiweza kusaidia watu wa nyumbani mwake, wale wa nyumbani mwake, kama hawezi kuwasaidia huyo mwenye ameokoka, hawezi akasaidia watu wa nyumbani mwao, watu wa familia. Biblia inasema ya kwamba ni mbaya sana kuliko mwenye hajaokoka. Kama huwezi ukasaidia ndugu zako, dada zako, watu wa familia, shemeji za kazini zako, na una uwezo wa kuwasaidia, Biblia inasema ya kwamba wewe ni mbaya sana kuliko mpagani mwenye hajaokoka. Wewe ni mbaya zaidi kuliko mpagani. Kama huwezi ukasaidia baba yako, mama yako mzazi, huwezi msaidia dada yako, brother yako, Biblia inasema wewe ni mbaya zaidi kuliko mwenye hajaokoka. Kuna watu wanaogopa kusaidia watu wa familia hata kwa ajili ya wake zao. Maana akisaidia brother ni kesi na mke wake. Akisaidia dada yake ni kesi na mke wake. Akisaidia shemeji yake ni kesi. Akisaidia kazini yake ni kesi. Mbona umefanya? Mbona? Hata akisaidia mama yake, mbona anulia mama yako viatu kila wakati na mimi ulininulia last year? Anaanza kuhesabu zile amenuliwa. Mbona ulimnulia lesa gora 2? Mbona uleta gora 1? Mbona mama yako unamtumia sukari kilo 5, mimi natumia kilo 2? Imeanza kesi. Na ile hali huyo mama ndiye amekuandalia kile unaletewa. Kama huyo mama hangemzaa, kile unapata ungekipata. Ikiwa kama unapeleka mke wako saluni na mama yako mzazi ni mzima, mwanaume, please, siku nyingine peleka mama yako saluni. Yes, kama unanulia mke wako viatu, siku nyingine nulia mama yako mzazi kiatu kizuri. Wengi akinua kiatu cha mzazi ni yeboyebo. Kile tu anabadilisha ni ile pale kuna yeboyebo ya kuingiza vidole hivi, kunaenda kuingiza mkono ni kama wallet. Hiyo tu ndio anabadilisha. Ikizidi sana ka shilingi 300 haka, ka 350 haka. Nimnulia mama kiatu juzi, alafu anapiga simu anataka msaada. Ka shilingi 350. Alafu mzee anachukuliwa, mzee sababu anafungaga mifugo, anatafutiwa kirikiri yenye ishagi haraka. Kirikiri ile Masai. Maana hiyo
mzee sasa yanaga mambo mengi kwa sababu anachunga. Ama raba. Okay, kama hiyo. Kama hii. Asante. Hebeleta. Na kwa makaratasi inapelekewa mzee, ati hiyo ndiko na soli nzito. Anasema hii mzee kitamba maliza soli itakuwa 2028 huko. Hata tungwa na mwiba na amesahau ni plastiki, mwiba utapita hata msumari. Hii mtu ananunua na ifunga kabisa, paka namba za simu zinaandikwa. Inatumanwa Kirinyaga, inatumanwa Busia, inatumanwa Garissa, namba zimeasimu, kimkosa unipigie. Dereva anaongeleshwa, si nimekulipa? Ndio, kumbe ni yebo tiko ndani na magazeti. Sema shetani ashindwe. Sema amina. Sema shetani ashindwe. Leo naomba Bwana, naomba Mungu hiyo nguvu ya upatanisho, Mungu akupatanishe na vitu vizuri. Natangaza upatanisho na baraka zako. Natangaza upatanisho na utajiri. Natangaza upatanisho na kipawa. Natangaza upatanisho na maisha mema. Natangaza upatanisho na biashara. Sema power. Sema haleluya. Kuna watu wa ajabu sana. Wa ajabu sana. Ananua jeans 1500, 2500. Alafu mke anamletea mtumba. Mbaya sana. Kofia yenye amevaa, cape yamevaa 1800 cape, lakini mke wake anasonga na shilingi 100. Anasonga na shilingi. Ni ile mama jirani anamuita, "Sikuja leo nisaidieko." Njoo. Alafu anamwambia, umepika chai? Sijapika. Fanya hivi, leo naomba nikupumzishe, usipike kwako. Njoo tukunywe sote. Ndio aende, maana ako na mia ngapi? Escort yenye wanatumia asubuhi ni kiporo cha sima ya jana. Anakula tu, anamwambia huyu, anabidi amwambie mimi ni kile kiporo tumbo inafuraga. Kwa hivyo samani nitakunywa chai bila escort. Maana escort ni kiporo cha sima. Na jamaa sport shoes ya mabaya yenye amevaa chini. Hiyo kiatu sport shoes yenye amevaa ni shilingi 3800 ama 4500. Kiatu sio sharpshooter 3800 ama zinauza ngapi wanaume mnasema? 2500. Alafu mama anapewa 200 na ngapi? 250. Aende kusonga. 200 anue rasta. Alafu 50 ya kupea mwenye anamsonga. Sisi wengine hatumdanganye, basi hatumletee rangi ya viatu, basi mwambie madamu paka hata ile rangi ya viatu ya red. Yes, hata rangi ya viatu watashare. Anapiga viatu na mama anapiga hapa. Maana hawezi mneta lipstick bwana. Hata lipstick. Hata wanja ni pesa ngapi? Wanja ni pesa ngapi? 15. Alafu hiyo hata kale ka chini kabisa basi. 30 bob. Hata wanja ya 30. Basi chukua makaa ya kupikia. Weka makaa ya kupika. Sema amina. Sema amina. Ni vile hawezi paka wino wa kalamu kwa sababu itabaki kwa uso. Bwana asifiwe. Sema upatanisho. Si kama kuna mtu anabarikiwa. Kuna mtu anabarikiwa. Kuna mtu anabarikiwa. Tumpe Bwana makofi kama unabarikiwa katika jina la Bwana. Sema upatanisho. Naomba leo upatanisho na muujiza wa maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tumesoma tutoke Timotheo hiyo. Ile andiko tumesoma, msomaji wangu. Tumesoma Waibrania 9:12. Tusome Waibrania 9:28. Inasema, maana torati yawaweka wanadamu walio na unyonge kuwa makuhani wakuu. Bali hilo neno la kiapo kilichokuja baada ya torati kimemweka mwana aliye kamili hata milele. Leo naomba Mungu akukamilishe kama Yesu alivyokamilishwa katika jina la Yesu. Amina. Sema amina. Amen. Natangaza leo upatanishwe na majibu ya maisha yako kwa jina takatifu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mbingu ikupatanishe na baraka yako kwa damu ya mwana kondoo.
Hebu tusomee Waebrania 10:18. Maandiko inasema, basi ondoleo la hayo likiwapo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Hapana nini? Toleo kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Ya dhambi. Hapana toleo lingine. Ndio unaona ile mwanamke ambaye alienda Yesu akiwa amealikwa ameandaliwa lunch na mtu mmoja akasema, Bwana, leo utakula kwangu lunch ndani ya wale wanafunzi. Alafu mwanamke malaya akaenda pale na mafuta ya bei sana. Nakumbuka ya kwamba watu walisamehewa na mbuzi na ng'ombe na kondoo. Mama alienda malaya, akainama, akamwaga machozi kwa miguu ya Yesu Kristo, akampangusa na nywele yake. Akampangusa na nywele, alafu akachukua mafuta mazuri sana yenye bei akampaka. Lakini kuna watu walisema, huyu mtu kama angelikuwa ni nabii, mbona anakana wenye dhambi? Malaya anasalimiaje malaya? Maana hawajaona akifanyia ibada ya mbuzi na kondoo. Malaya hawajaona akienda na mbuzi beberu. Lakini mama, machozi yake na nywele zake ndizo alitumia kumpangusa Yesu. Akasema, Bwana Simeoni, ulinialika hapo, hujanipa maji ya kunawa, wewe hujanipa maji ya kuosha miguu. Lakini mwanamke tangu alipoingia hapa hajaacha kunipangusa miguu yangu na nywele yake na machozi yake. Isitosha amenipaka mafuta. Yuda akasema, hii kazi gani ya hasara hii? Hii pesa hii dodo, nyinyi mnachezea sana. Leteni tuuze hii mafuta, alafu tuanzishe project fulani, alafu mnapaka watu hapa. Sasa angalia kile mnafanya. Yesu akasema, msaidie maskini. Akasema, maskini muko nao kila siku, lakini mimi hamunami kila siku. Huyu mama amefanya kitu ambacho kitakumbukwa. Mama, kwa sababu ya tendo la machozi na nywele yake, Yesu akamwambia, umesamehewa dhambi yako. Si beberu alitoa. Kwa hivyo ina maana kwamba napokufundisha simaanishi usitoe. Kuna mtu asema, pasa alituambia sadaka ilishia Agano la Kale, hakuna haja ya kufanya nini? Ya kutoa. Umeelewa? Pasa alimaliza, kuna haja ya kutoa sadaka. Yesu alimaliza msalabani. Mama anatoa machozi na anatoa nywele yake na mafuta. Yesu akamwambia, maana ndio sadaka halisi. Kwa hivyo huyu mama amekutania sadaka kwa sadaka, lakini sadaka nyingine ikawa kubwa kuliko nyingine. Sadaka kwa sadaka, madhabahu kwa madhabahu, lori kwa lori zikikutana, tofauti na Nissan na lori. Ile impact ambayo itakuwa hapo, Nissan itatupwa kando. Lori kwa lori ni tofauti. Mungu akupatanisha na baraka yako leo. Amina. Natangaza upatanisho na baraka yako leo. Amina. Katika jina la Bwana majeshi aliye hai. Nimalizie andiko la mwisho, alafu ni ombe na watu wawili. Naomba tusome Kutoka mlango wa 30 mstari wa 10, alafu na Isaia 58 mstari wa 3. Wasahili Bwana wa majeshi. Kutoka 30:10 inasema, naye Haruni atafanya upatanisho juu ya pembe zake mara moja kila mwaka kwa damu ya ile sadaka ya dhambi ya kufanywa upatanisho. Mara moja kila mwaka ataifanya upatanisho katika vizazi vyenu vyote. Ni takatifu sana kwa Bwana. 11. Naomba Mungu akupatanishe na baraka yako milele katika jina la Yesu. Mungu akupatanishe na baraka yako milele katika jina la Yesu. Ndio mstari inasema, naye Haruni atafanya upatanisho juu ya pembe zake mara moja kila mwaka kwa damu ya ile sadaka ya dhambi ya kufanya upatanisho. Mara moja kila mwaka ataifanyia upatanisho katika vizazi vyenu vyote. Ni takatifu sana kwa Bwana. Amina. Endelea hapo chini. Mstari wa 11. Bwana akanena na Musa na kumwambia,
utakapowahesabu wana wa Israeli kama itakavyotokea hesabu yao, ndipo watakapompa Bwana kila mtu ukombozi kwa ajili ya roho yake, hata utakapowahesabu, ili kwamba yasiwe maradhi kati yao hapo utakapowahesabu. 13. Nacho watakachotoa ni hiki: kila mtu apitaye kwa wale waliohesabiwa atatoa nusu shekeli kwa kuinua ndama, shekeli ya mahali patakatifu. Shekeli ni gera 20. Wachia. Hebu soma Isaia 58:3. Wewe ni Mungu uliye juu, 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 wewe ni Mungu uliye juu. Asante. Tusome Isaia. Inasema 58 mstari wa 3. Inasema, husema mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni, siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe, na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Mstari wa 4. Asante. Sasa baadhi ya vitu ambavyo ibada ya upatanisho ilishughulikia ni kizuizi cha maombi. Manake watu walikuwa wanafunga na Mungu hasikii. Watu wanafunga, wanaomba, hawapati majibu. Ndio maana nasema, husema mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni, siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe. Yaani wangefunga lakini nia ya mfungo wao sio nia ya Mungu. Wangeomba, nia maombi yao si ya Mungu. Kwa hivyo wakawa na manunguniko. Lakini Bwana anamwambia Isaya, fahamuni hii mfungo kwa sababu gani sisikii ni nini? Maana maombi yanazuiliwa, lakini dhambi ikishughulikiwa Mungu anasikia. Maana amesema katika Isaia 59, amesema hivi: mkono wangu si mfupi siweze kuokoa, sikio langu si zito ziweze kusikia, lakini dhambi zenu zimewafarakanisha na Bwana. Dhambi zenu zimefanya ameficha uso wake, wala hataki kuwaona. Kwa hivyo dhambi humfanya Mungu akaficha uso wake. Dhambi humfanya Mungu asisikie. Kumbuke ya kwamba Hajiri akiwa mlimani, mtoto analia, amefukuzwa na Abrahamu, ambiwa nenda. Na Hajiri hakujua kwamba ni Mungu aliyemwamuru Abrahamu amfukuze Hajiri na mtoto. Wamefika jangwani, hakuna maji, mtoto ameshikwa na njaa, mtoto anakiwa, anataka kufa. Hajiri akasema, hautafiria kwa mikono yangu, sikukuzaa peke yangu. Akapeleka mtoto, akamweka chini. Hajiri akaenda kukaa mbali. Biblia inasema ya kwamba akakaa mbali asimuone mtoto akifa. Lakini kwa sababu moyo wake ulikuwa na nia nzuri, akitoka kwa Abrahamu, hawakukosana na Abrahamu, hawakukosana na Sara. Ni Mungu alisema Ismaili hatachukua nafasi ya Isaka, lazima Hajiri aondoke. Kwa hivyo hakukuwa na chochote kingesababisha Ismaili akufe. Na Mungu alisema hivi, Ismaili atabarikiwa, Ismaili
atakuwa na uzao mwingi pia. Mungu alisema, lakini urithi ni wa Isaka. Kwa hivyo nini? Mungu akamwambia Ajiri, inuka, angalia maji yale, kamchukue mwanao, maji yale pale. Mungu akamwonyesha maji yenye hakuyaona kwa jangwa. Ajiri akaenda akanywesha mtoto maji Ismaili. Ismaili akapona, Ismaili akawa mzima na safari ikaendelea. Sema amina. Hebu Mwanzo 21:19. Hebu tuanze 21:19. Karibu sana watumishi waimbaji, nataka tumabudu Bwana kwa ufupi. Tusome mstari. Inasema Mungu akamfumbua macho. Kuanzia 18. Inaanza, ondoka ukamuinue kijana, ukamshike mkononi mwako, na kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. 19. Unasikia? Huyo ni Ismaili, mtoto wa mwanamke wa mpango wa kando, mke wa pili. Mungu anamwambia Ismaili hata kufa, atakuwa taifa kubwa. Ndio unaona upende usipende, Mwarabu atakuzia mafuta mpaka siku Yesu atarudi. Utanunua mafuta kwa Mwarabu, ukatai ukubali, utanunua mpaka siku dunia itaisha, ndio utaacha kununua mafuta kwa Mwarabu. Maana alibariki. Kama vile huwezi futa taifa la Israeli kwenye ramani ya dunia, huwezi futa taifa la Israeli kwa ramani ya dunia. Ni sawa na kufunika jua na mkono, ni kujidanganya mpendwa. Huwezi funika jua na, inawezekana dadi ufunike jua na mkono? Haiwezekani mwanangu. Kwa hivyo Ismaili licha ni mtoto wa mpango wa kando, aliambiwa atakuwa taifa nini? Kubwa. Ndio unaona Waarabu ni wengi na wanaishi mahali pa jangwa, lakini jamaa wanadoo namna gani? Mpaka mnatoka hapa mnatoka huko mnaenda kuchoma na jua huko. Unaenda kutembea tua huko, uone milima ya huko, uone jangwa, unabebwa na ngamia, hakuna magari. Mchanga, unapanda mchanga, unatembea kwa mchanga na ngamia. Alafu Mungu akawapatia akili. Ngamia kuna kiatu anavalishwa kasikii joto kwa mchanga umchomi vizuri. Alafu ngamia wa pale si ngamia wa Kenya. Mlete hapa kwa Somali uone kama hata kufa haraka. Ile ni ngamia tofauti. Akasema okay, Mungu akamfungua macho, naye akaondoka akasimama, akasema okay. Naye akaona kisima cha maji, akaenda akajaza kiriba maji, akamnyesha kijana. Tusomee msomaji, soma yako. Inasema 19, Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. 20, Mungu akawa pamoja na huyo kijana, naye akakuwa, akakaa katika jangwa, akawa mpinga upinde. Yani akawa muindaji hatari. Ndio unaona jamaa anapenda silaha sana. Hebu angalia kuna watu nimeona kwa TikTok kama kadhaa hivi. Wale jamaa ni wa huko. Yani jamaa anakuaga live, kiangaliwa na watch live wakiwa kidogo ni watu 6,000. Jamaa kina anatengeneza ni hiki. Anachukua bearing za scrap, chuma scrap, anatengeneza vifaru, anatengeneza magari ya kivita. Yani kagari kadogo tu anaweka remote, anaweka kamota ndani, chuma kuanzia tairi ni chuma mpaka vifaru ni wa huko. Hiyo akili. Bunduki jamaa anatengeneza na anauza machuma scrap. Ukiangalia ile workshop yake imejaa vyuma, mawaya tupu ndio ziko pale, na anachomelea. Yani anaunda kifaru mpaka kinazunguka, anaweka mpaka bunduki juu, bunduki kadhaa. Maana ni watu wa nini? Wa risasi. Sema amina. Sema amina. Sema kupatanishwa. Kwa hivyo nini kilimsaidia Hajiri? Isitoke kwa pointi yangu ni kwamba Hajiri hakukuwa na dhambi ambaye ingeruhusu mtoto akufe. Maana ni Mungu alisema na Sara, akamwambia Sara, ambia Abrahamu achukue mjakazi na mtoto waende. Sara alipomwambia, Abrahamu akakataa. Mara ya pili Mungu akaja mwenyewe akamwambia, fanya kama Sara alivyosema. Kwa nini Mungu alianza na Sara? Sara ndiye aliyemwambia Abrahamu chukua nini? Maid. Sasa hakuna vile Mungu angeanza na Abrahamu, maana sasa ndiye alikuwa master plan. Ndiye alipanga vile Abrahamu ataoa maid. Kwa hivyo Abrahamu akamwambia, alimpea tu kibuyu cha maji. Alipatia kibuyu cha maji, ondokeni. Kile kibuyu alipewa kikaishia njiani.
Mtoto akashikwa na kiu anakufa, na ako na agano la kuwa taifa kubwa. Kuwa taifa kubwa sio mrithi, lazima ufahamu hivyo, sio mrithi. Ndio unaona hata Mwarabu apigane namna gani hawezi kumshinda Mwisraeli. Hata wafanyeje hawezi. Mwisraeli anaishi kwa shimo. Israeli iko ndani ya shimo, alafu imezungukwa na milima. Unaona ni rahisi kupigwa. Mtu aliye mlimani anakupiga haraka sana ukiwa chini, lakini jamaa wanapigana na mataifa karibu 10 kwa wakati mmoja. Inakuonyesha ya kwamba hakuna siku Israeli ikishindwa, ni Mungu mwenyewe ameamua, lakini iwezi, maana ni taifa takatifu, taifa teule. Sema amina. Ina mikono yako juu, tunamalizia hapo. Sema Bwana Yesu, mfalme wa majeshi, nipatanishe Bwana na baraka yangu, nifungue macho nione mema katika jina la Yesu. Nifungue macho Bwana nione baraka yangu. Uliyemfungua Hajiri, Baba nifungue macho nione kesho yangu yenye matumaini. Pokea utukufu Bwana, pokea adhama Mesaya. Wastahili Roho Mtakatifu, wastahili Adonai. Ninakataa upofu wa kiroho, ninakataa upofu katika jina la Yesu. Ninakataa kuwa kipofu kiroho kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Natangaza katika jina la Yesu aishie na kutawala ya kwamba mimi ni mbarikiwa. Mungu nipatanishe na baraka yangu na hatima yangu katika jina la Bwana. Kuna mtu unaniangalia, mtu wa Mungu, labda mlikosana na manager, mlikosana na supervisor wako, mlikosana na secretary wenu wa kampuni, mlikosana na caretaker, mlikosana na mchumba. Naomba Bwana wa majeshi aliye mbinguni akupe upatanisho leo katika jina la Yesu. Mungu akupe. Labda ulikosana na customer wako, naomba Mungu akupatanishe na chochote kizuri. Wengine mpatanisho na afya nzuri, wengine mpatanisho na neema ya maombi, wengine upatanishwe na neema ya pesa kwa mikono yako, mwingine upatanishwe na kazi, mwingine upatanishwe na gari, shamba, ploti. Upatanishwe na chochote chema katika jina la Bwana. Karibu sana watumishi.